mtakatifu, Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka, tunayo heshima mbele za uso wako tena siku hii ya leo na usiku huu wa leo kwa ajili ya sherehe hii kubwa na kwa ajili ya ndugu yetu Solomon pamoja na Upendo. Asante Bwana kwa kuwasaidia na kuwajalia kufikia jambo hili ambalo umelifanya leo. Ndipo watu wengi wamekusanyika mahali hapa katika usiku huu wa leo kwa ajili ya sherehe. Mungu Baba, ninaomba wabariki watu wote, wanaume na wanawake walioko mahali hapa. Bariki taratibu zote, bariki MC wote Bwana, ukawafunike kwa utukufu wa nguvu zako. Zaidi ya yote tawala viunga hivi, ukumbi huu Bwana, ukaufunike wewe mwenyewe. Asiwepo wa kuumia, asiwepo wa kupata shida. Watu wote wakasherekee vyema na watoke salama na wafike salama katika sehemu wanazoishi. Kwa utukufu wa jina la Yesu, naiweka sherehe mikononi mwako, nikihitaji baraka zako ziendelee kufunika. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amina. Amina. Hatimaye leo yamekuwa hayawi. Amefunga pingu za maisha na rafiki yake wa siku nyingi, yapata miaka zaidi ya 20 walipokutana pale shule ya sekondari. Jamani, unanikumbuka ila tunaleta ushahidi, mimi ni yule. Unaifahamu story ile? Ndio, hao ni marafiki wa siku nyingi, walisoma pamoja shule ya sekondari kule mkoani Tanga. Wapendwa, bwana harusi msishangae leo hii ni kiongozi. Akiwa O-level alikuwa ni head boy kuanzia form 1 mpaka form 4. Akiwa kidato cha 5 na cha 6 bado akaendelea kuwa kiongozi. Akiwa kwenye masomo yake elimu ya juu chuo kikuu alikuwa kiongozi. Leo hii ni DC pale Songwe. Yapata zaidi ya miaka 7. Hivi amuogopi? Pigeni makofi mengi na vingine tafadhali. Akitumikia Chama cha Mapinduzi kwa zaidi ya miaka 12. CCM oye! Sasa hapo alikuwa hajaoa, leo hii kaoa. Kitosha kusema kwamba yajayo. Mabibi na mabwana, naomba ni watambulishe kwenu Mr. and Mrs. Solomon Jonas Itunda. Piga makofi mengi. Cheza na mkeo, cheza na mkeo. Yeah. Upendo. Yes. Zero. Yeah. Baby wangu, mai wangu. DJ asante. Jamani, nikiwaambia cheza kisolomoni ni hapo, hiyo style. Cheza kisolomoni ndio hiyo. Au vipi? Imepitisha hiyo. Hiyo ni style mpya inaitwa kisolomoni. Sasa, wapendwa wageni walikuwa babi na mabwana, nilikuwa naomba nitumie nafasi hii basi nilete kamati ya maandalizi popote pale mlipo, ikiongozwa na mwenyekiti ambaye ndio Bestman. Njooni mtupe neno la ukaribisho, na kama kuna utaratibu mzuri mliopanga tukapate kufahamu hapa mapema kabisa. DJ, nilete kamati ya maandalizi. Nitambue uwepo wa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Mheshimiwa Changona, makofi mengi kwa ajili yake. Tupo mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Edward Mpogoro, mwenyeji wetu huyu hapa siku leo. Asante sana. Hapa zoezi la nyinyi kukata na kulishana keki litufanye wote kana kwamba tulikuwa pale Azania Front wakati tunasema yes I do. Karibu kwa meza ya keki. Kuianzisha mimi na wewe, kita nimeona wengi, jua moyo umekuchagua wewe. Safari ya mapenzi nataka kuianzisha mimi na wewe.
Wanakata keki yao. Jua moyo umekuchagua wewe. Nikiwa karibu na uwaridi, basi na mimi tanukia. Wanakata keki yao ya harusi. Inanibidi Mr. Solomon. Nilivutia, nikumbuka ila tunaleta ukaidi. Mimi ni yule tulisoma wote kidato kimoja. Nikumbuka ila tunaleta kwangu wivu. Alishana keki. Sakwenda kwa shangilia hapo katikati. Yeah. Yeah. Wanaruhusi mwisho mkio kwanza. Wambie karibu kwenye maya yangu mrembo. Makofi mengi na vigelegele. Yeah. Wambie baba nimekaribia. Wacha kipande cha keki. Ati? Ina mama vigelegele. Wow. Yeah. Asante. Jamani, kweli hakuna mkate mgumu mbele. Yaani Mheshimiwa DC na ukomando wake wote anapopigwa busu kama anataka kulala hivi. Mheshimiwa DC, nilikuwa naomba sasa tukusikie sauti yako ukitambulisha familia, ndugu, jamaa na marafiki kabla kumkaribisha mkeo mpenzi. Hongera sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Ndugu alikwa, mabibi na mabwana, kama mlivyotambulishwa, naitwa Solomoni Jones Itunda, mkuu wa wilaya ya Songwe. Naomba nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye imempendeza siku ya leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025 kuruhusu jambo hili kubwa la kiimani katika maisha ya mwanadamu, hususani mimi na mke wangu, kufanyika hapa Dar es Salaam kwenye ukumbi huu wa Mlimani City. Pili, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru ninyi ambao kwa kweli mmeamua kuniunga mkono. Mmetoka maeneo mbalimbali. Wapo ndugu zangu Arusha, Moshi, Tanga, Rukwa, Mbeya, Songwe na Dar es Salaam pamoja na Dodoma na Tabora. Mmeacha shughuli zenu mkasema hapana, ngoja tukamuunge mkono ndugu yetu huyu Solomon Itunda pamoja na mkewe Upendo Yohana. Baada ya maneno hayo mafupi, sasa naomba nitumie nafasi hii kufanya utambulisho mdogo kama ifuatavyo. Ndugu alikwa, mabibi na mabwana, kushoto kwangu ni mke wangu mpendwa Upendo Yohana Lukindo, ambaye nimetoka naye mbali sana toka mwaka 2001 pale Lukozi Sekondari. Ni zaidi ya miaka 20 hadi leo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025 tumepita kwenye makorongo, milima, mabonde, lakini pia na vikwazo mbalimbali. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu siku zote, na Biblia inasema hajawahi kusema uongo, leo imempendeza kuandika historia hapa Dar es Salaam kwenye ukumbi huu wa Mlimani City, kufunga pingu
za maisha. Mke wangu, nakushukuru sana kwa kunivumilia. Lakini pili, naomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha wazazi wangu. Baba yangu mzazi Jones Itunda, naomba tafadhali sogea mbele hapa. Ndugu zangu, mnaponiona Itunda, huyu ndiye baba yangu mzazi aliyezaa. Naye naomba mbele yenu nitumie nafasi hii kumshukuru sana baba. Nafahamu ulikonitoa, sina maneno mengi ya kusema, lakini kwa sababu imempendeza Mungu mbele ya hadhara hii kuwa pamoja na wewe, naomba uondoke na neno moja tu: nakupenda na nakuombea sana baba yangu. Mungu akubariki sana. Lakini pia naomba nimlete kwenu mama yangu mzazi Catherine Elisafi Magonji. Huyu ndiye mama yangu mzazi. Ukiniona kule Songwe, kule Dodoma, huku Dar es Salaam, ndiye aliyetumiwa na Mungu kunileta duniani. Mama yangu, nakupenda sana. Mungu akubariki sana. Wapo wadogo zangu wote, naomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha kwa ujumla wao. Ni wengi wa ukoo wa Itunda. Naomba nitambue uwepo wenu popote mlipo. Naomba msimame tafadhali. Wapo shangazi zangu na waona popote mlipo, naomba msimame tafadhali. Wapo wadogo zangu wa kike popote mlipo, naomba msimame tafadhali. Mungu mkono. Baada ya kukamilisha utambulisho wa Tanga kwa maana ya familia, sasa naomba nitumie nafasi hii kufanya utambulisho kwa upande wa mama. Wapo wajomba zangu popote mlipo wote, tafadhali naomba msimame mpunge mkono. Ninawaona mama zangu wadogo, naomba nitambue uwepo wenu. Wadogo zangu upande wa wajomba zangu, naomba popote mlipo mpunge mkono tafadhali. Lakini kipekee kabisa naomba nitambue uwepo wa wazee wangu wadogo. Nawaona mzee Makapala, namuona mzee Eli, mzee Musa, mzee Justin. Popote mlipo naomba mpunge mkono tafadhali. Natambua uwepo wenu. Lakini natambua uwepo wa kaka zangu, kaka Joeli na Charles Kidongoi, Enoki na kadhalika. Natambua uwepo wenu wote, ndugu zangu wa Tanga, hata wale ambao sikuweza kuwataja. Nimemwona na mzee Tadeo pale. Naomba sasa niende Songwe. Naomba nitambue uwepo wa viongozi wangu wote wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya Songwe. Naomba popote mlipo mpunge mkono tafadhali. Waheshimiwa madiwani wote wa halmashauri ya wilaya Songwe, natambua uwepo wenu. Watumishi wa ofisi ya mkuu wa wilaya ya Songwe, popote mlipo, naomba nitambue uwepo wenu tafadhali. Viongozi wangu wa dini tulioongozana nao kutoka Songwe, naomba msimame mpunge mkono tafadhali, nitambue uwepo wenu. Naomba nitambue uwepo wa ndugu zangu wachimbaji kwa umoja wenu, naomba msimame mpunge mkono tafadhali. Nawapenda sana. Naomba nitambue uwepo wa wawekezaji wetu kutoka wilaya ya Songwe, Renani, Damixi, Mamba, namuona ndugu yangu Ismaili. Natambua uwepo wenu, na ndugu zangu wa Shanta General Manager nimemuona na timu yake. Naomba nitambue uwepo wenu wote. Lakini naomba nitambue uwepo wa ndugu zangu kutoka Momba na Vwawa.
kwa maana ya Mbozi. Popote mlipo, natambua uwepo wenu, viongozi wa chama na makada wa CCM pamoja na wananchi wa wilaya ya Momba. Kipekee kabisa naomba nitambue uwepo sasa wa viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Songwe, nikianza na mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa. Katibu wangu, natambua uwepo wako na sekretarieti yako yote, nawapenda sana. Naomba sasa nitambue uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya yangu ya Lushoto. Mwenyekiti wangu wa wilaya, natambua uwepo wako. Popote ulipo, naomba upunge mkono tafadhali, nimekuona. Lakini kipekee kabisa naomba nije Dar es Salaam, nitambue uwepo wa katibu wa CCM wa mkoa wa Dar es Salaam, kaka yangu Elias Mpanda, pamoja na timu yako yote. Natambua uwepo wako. Natambua uwepo wa mwenezi wetu wa Chama cha Mapinduzi kutoka Zanzibar, bingwa, kaka yangu Hamisi Mbeto. Natambua uwepo wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Songwe, Papa Mulugo. Natambua uwepo wako kaka yangu mbunge mahiri. Natambua uwepo wa mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mlalo, Mheshimiwa Rashid Shangazi. Mheshimiwa Rashid Shangazi, moja ya viongozi ambao ukipata nafasi walau unatakiwa uwapelekee au umpelekee hata jogoo, ni Mheshimiwa Chongolo, mkuu wa mkoa wa Songwe. Tafadhali wewe umenielewa nasema nini? Ukipata nafasi Mheshimiwa Shangazi, mbunge wa jimbo la Mlalo, ambaye alikuwa hasimu wangu wa kisiasa huko nyuma, ila sasa ni rafiki yangu. Akipata nafasi, wa kwanza kumpelekea jogoo ni Mheshimiwa Chongolo, wa pili kumpelekea jogoo ni Mheshimiwa Mulugo. Hawa watu wamekusaidia sana hao. Ya kufanya utambulisho, sasa naomba nirudi kukamilisha utambulisho kwa viongozi wangu wa serikali. Natambua uwepo wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Momba, kaka yangu Elias Mwanoko. Nakupenda sana my brother, Mungu akubariki sana, pamoja na dada yangu. Natambua uwepo wako, Mungu akubariki sana. Naomba nitambue uwepo wa mkuu wetu wa wilaya, kaka yangu Edward Mpogolo. Kaka yangu, natambua uwepo wako hasa kwenye jambo letu hili, tumeshirikiana sana. Lakini naomba nitambue uwepo wa mkuu wa wilaya ya Chunya, ambaye pia anamwakilisha mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Mbeya. Karibu sana kaka yangu Patenga. Kipekee kabisa naomba nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini walioingia mahali hapa. Naomba nitambue uwepo wa mtu muhimu katika taifa letu, ambaye anashirikiana kwa karibu na serikali yetu pamoja na viongozi wengine wa dini, kaka yangu Boniface Mwamposa. Naomba mtambue uwepo wake. Mmemuona Mwamposa, mjamuona? Mmemuona Mwamposa, mjamuona? Wangapi wanataka upako? Leo upako unapatikana katika ukumbi huu. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Kwa heshima kubwa sasa naomba nitambue uwepo wa mkuu wangu wa mkoa, kaka yangu, mtu muhimu sana katika maisha yangu, Danieli Godfrey Chongolo. My brother, natambua umuhimu wako katika maisha yangu, hususan kwenye jambo hili muhimu katika safari ya kiimani ya maisha yangu. Asante sana. Nimepata fursa ya kukushukuru nikiwa na mke wangu, lakini pia nikiwa na wazazi wangu. Lakini yupo mwamba mmoja ambaye tunaangaliana hapa,
anaitwa Sirili Mushi pamoja na familia yake. Huyu mzee ni mlezi wangu wa mambo mengi, na moja ya maneno ambayo naishi nayo kila siku, aliniambia hivi, Solomon, pamoja na mambo mengine yote, usifanye kosa ukacheza na kazi ya Kaisari. Kaisari ni Mheshimiwa Chongolo, pamoja na maelekezo yake yote anayotupa kila siku, kwamba unapotumwa kazi na viongozi wako, hakikisha kwanza unaitekeleza kabla ya mambo mengine. Mzee Moshi, mimi nakushukuru sana, natambua uwepo wako. Ndugu Salim Mwanja, Mheshimiwa diwani wa kata yangu, endelea kumsisitiza Mheshimiwa Shangazi apeleke hayo majogoo mawili kwa Mheshimiwa Chongolo pamoja na Mheshimiwa Muluku. Naomba niwalete kwenu watu watatu. Namuomba popote alipo Mwalimu Kashanga apite mbele hapa. Namuomba popote alipo Mwalimu Christopher Shemdolwa apite mbele hapa. Namuomba popote alipo Mwalimu Andrew Mlaki. Wote walipata mwaliko wangu. Niseme neno, Garamini vumilie kidogo, na hii siku ni ya kwangu. Potelea mbali, hata kama mambo mengine yatakwama, lakini haya ngoja tuyafanye. Mwalimu, sogeni, sogeni. Ndugu zangu, nilifanya makusudi kuwaalika hawa walimu wangu. Nimetoka mbali sana, nimetoka katika familia ya kawaida kabisa. Ndio maana mnaponisikia ninaposema maneno mazito kwa Mheshimiwa Chongolo, kaka yangu Elias Mpana ambaye umenilea nikiwa Arusha, nikiwa katibu wa CCM wa wilaya, nasema nikimaanisha kwamba ukimuona mtu anaziona juhudi zako na anakushika mkono, anakusemea, anakusukuma unakwenda mbele, ipo kazi ya ziada ambayo imefanywa, na si kila mtu anaweza kufanya hiyo kazi. Huyu ndiye mwalimu wangu wa shule ya msingi. Baada ya kusoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 6, niliacha shule kwa sababu ya mazingira magumu. Nikaenda mtaani huko nikafanya niliyoyafanya, Mungu anajua, katika utafutaji. Nilirudi, huyu mwalimu akanipokea, akaniambia utaendelea na shule mpaka umalize darasa la 7. Akanilea nikamaliza darasa la 7. Akanipokea huyu mzee huyu, mkuu wa shule ya Lukozi Sekondari, na sisi ndio waanzilishi wa ile shule. Nikiwa na huyu mama, mimi niko kidato cha pili, yeye yuko kidato cha kwanza. Amekwepa mishale mingi huyu mzee dhidi yangu. Nimenusurika kufukuzwa zaidi ya mara 3. Mimi nilikuwa head prefect kwa zaidi ya miaka 4. Si kwa sababu ya uwezo wangu, lakini kwa sababu ya mahusiano yangu na watu, na si kwa nguvu zangu. Ni kipaji Mungu alichokiweka kwangu. Mishale niliyokutana nayo ni mingi, lakini mzee huyu kwa sababu alitumiwa na Mungu kwamba kuna kitu ndani yake huyu kijana anacho cha kimungu, cha kiimani. Hapana, sitakubali afukuzwe shule. Mkuu wa shule, hukujua kwamba ningefika huku nikakutana na Mheshimiwa Chongolo. Mungu alikuongoza. Umekuwa mkuu wa shule mwema, umetutetea sana, hasa pale ambapo tuliona kuna mazingira ya kuonewa. Sina neno la kusema zaidi ya kukushukuru mbele ya hadhara hii. Kuna mikoa zaidi ya 8 kama sio 10 hapa. Maneno yangu haya ya kukushukuru yapokee kwa uzito. Hata ningekupa nini, hata ningekupa gari, hata ningekupa shingapi, haitoshi. Pokea shukrani zangu za dhati. Mkuu wa shule ya HMK, mzee, wewe unatambua nimetoka wapi. Sitaki kuongeza maneno. Baada ya kutoka kwa huyu mzee, sikufaulu vizuri sana, lakini nilifaulu. Nilienda kwa mkuu wa shule Mlaki, nikamwambia mimi nina credit 3, lakini mimi sina ada, nisaidie nisome. Huyu mzee akaniambia
niko tayari kukuunga mkono mpaka umalize shule. Huyu mzee Mlaki, tumeambiwa tusifiche wema wa mtu. Nikaamua leo niwaalike, pamoja na jitihada nyingi na kubwa za wazazi wangu katika mazingira hayo tunayoyajua, lakini bado waliendelea kunishika mkono bila kujua mimi nitakuwa nani na lini. Kwa nini leo nisiwatambulishe kwenu? Kwa nini leo nisitambulishe wema wao? Na nasema haya kwa ajili ya kujifunza. Zipo familia nyingi katika maisha yetu ya kila siku wana mazingira hayo, lakini inawezekana hawajakutana na watu wa aina hii. Leo mimi nimepata heshima na kaa meza moja na akina Mheshimiwa Chongolo na akina Mzee Mushi. Leo nimeweza kumwalika mtumishi wa Mungu ndugu yangu Mwamposa. Tumekaa pamoja kwenye ukumbi huu kwa ajili ya shughuli zangu. Mwisho, walimu wangu nawapenda sana, Mungu awabariki sana. Nimewaalika makusudi ili tuwe pamoja katika shughuli hii. Mungu awabariki sana, tuko pamoja sana. Sikuinuliwa mimi, tumeinuliwa wote. Wameinuliwa watu wa Mombo, wameinuliwa watu wa Mkenyu, wameinuliwa watu wa Lukozi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana, na wapenda sana. Naomba sasa nikamilishe utambulisho wangu, lakini nashukuru MC kwa kuona umuhimu wa kuwapa keki hawa watu muhimu kwangu katika maisha yangu. Asante sana. Walimpokea keki, walimpokea keki. Makofi, makofi, makofi. Picha nzuri tuangalie, tupatikane kwenye picha. Sisi sote kazi ya mikono yako. Asante walimu. Asante walimu, sasa mnaweza mkarejea. Naona wanakabidhi bahasha pale, maelekezo. Asante sana. Asante sana walimu. Lakini pia wazazi watakwenda kuketi wakabidhi keki hii pamoja na mkeo. Yes, wazazi naomba mpokee keki ya shukrani kutoka kwa vijana wenu. Asante sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Asante, kipekee namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo, lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yenu mlipoitikia wito ili kujumuika na sisi na mkaitika. Mungu awabariki. Naenda moja kwa moja kuwatambulisha ndugu, jamaa na marafiki, lakini wa kwanza napenda kumtambulisha mume wangu kipenzi Solomoni Jones Itunda. Kipenzi changu, mume wangu, nakupenda sana. Mungu akubariki kwa siku ya leo ambayo imekuwa ni historia kwetu. Nakupenda sana. Lakini pia napenda kuwatambulisha wazazi wangu, baba na mama, pale walipo na wapunge mkono. Lakini pia napenda kuwatambulisha baba zangu wadogo na wakubwa, pale walipo naomba wasimame wapungie mkono. Napenda pia kuwatambulisha shangazi zangu, pale walipo naomba wasimame wapungie mkono. Hey. Yes. Hongereni sana Gado Kindo. Yeah. Yes. Cheza Kisolomon. Hey. Hiki kilicho na kinachoonekana hapa ni ushahidi wa upendo mkubwa wa ndugu zetu kwa ndugu yetu Itunda. Tunawashukuru sana. Sisi tumepewa nafasi ya kuja kutoa zawadi, sio nafasi ya kuhutubia. Na zawadi ya kwanza ni
kumratibu Mheshimiwa Solomon kufikia hatua hii muhimu. Tungekuwa sisi hatuna upendo na Solomon, leo tusingemfikisha hapa. Tunaishi naye vizuri, tunamshauri vizuri, na ndio maana leo amefikia hatua hii muhimu. Kwetu hii ni zawadi ya msingi, zawadi kubwa sana. Lakini la pili, Solomon tumeambiwa ni mheshimiwa mkuu wa wilaya. Leo haanzi maisha, ana uhakika wa maisha. Na sisi tunamshukuru kwa niaba yake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kumwamini na kumpa dhamana ya kumwakilisha kwenye kipande muhimu cha wilaya ya Songwe. Na kwa hiyo sisi mambo yote kule tumesha yaweka sawa. Lakini kwa sababu ukija hapo ukasema mambo yote umeyaweka sawa kule, watu hawatakuelewa. Sasa katibu tawala, wewe ndio afisa masuhuri, njoo mshike mkono hapa, weka pale kile ambacho umekuja kukiweka kama alama ya uwakilishi wa mkoa wa Songwe na uongozi na watumishi wenzie wa mkoa wa Songwe. Haya, mwisho nirejee kuwashukuru sana na niseme mimi nilipata bahati ya kuhudumu kama katibu mkuu wa CCM. Siku moja nikaenda Tabora. Nilipofika Tabora nikamkuta katibu wa mkoa ameandaa mkutano, lakini watu wengi waliokuwa nje walikuwa wengi kuliko waliokuwepo kwenye ukumbi. Wakati tunamaliza mkutano, katibu akaja anatetemeka sana, akaniambia, mheshimiwa, uniwie radhi, hatukuchagua vizuri ukumbi, watu wengi wako nje kuliko waliopo ndani, niwie radhi sana. Nikamwambia mimi nakupongeza kwa sababu upendo wa watu kuja kwa wingi kiasi hicho inaonesha unafanya kazi. Solomon, hongera sana, waliopo nje ni wengi kuliko waliopo ndani. Hii inaonyesha upendo kwako, hongera sana. Wapo watu watazania kwamba kuna haja ya kuomba radhi. Tunakupongeza kwa sababu umeishi na watu, ukafikiria kidogo kwamba hivi watatosha, kumbe wamekuja mara 4 ya uliotegemea. Huo ndio upendo. Hongereni kamati, lakini siku nyingine katibu wekeni mama ni bingwa wa kukadiria ukubwa wa sufuria inayotosha watoto. Mwisho tunashukuru sana, hongereni sana, asante. Sisi tumefurahi na tumefarijika mno kuweza kufika hapa, lakini kwa tendo hili la mwenzetu la kuweza kupata baraka za Mwenyezi Mungu katika ndoa yake takatifu, kama mzee hapa aliposema kwamba ndoa takatifu. Tunakutakia kila laheri katika maisha yako mapa ya ndoa. Mwenyezi Mungu akuongoze vema, uishi kwa usalama, kwa wema na upendo pamoja na mwenzi wako. Sisi wakuu wa wilaya, kama ambavyo unafahamu pia majukumu yetu, tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha wenzetu, na wapo ambao walikuwa wametia nia kabisa ya kuja lakini wamepatwa na dharura mbalimbali. Kwa hiyo wameomba niwafikishie salamu kwa dharura zao, lakini pia wameweza kukupatia cha kukushika mkononi kwa ajili ya kuendelea na maisha mapya ya ndoa. Kwa hiyo kwa niaba yao sasa naomba nikabidhi. Haya, jamani, bwana harusi na bibi harusi, sisi ni wabunge, mbunge wa Songwe, mbunge wa Chunya, na Mheshimiwa Neema Mwandabila, mbunge wa viti maalum mkoa wa Songwe, na mheshimiwa wa bunge la Afrika Mashariki. Kwanza ni washukuru sana wabunge wenzangu kutusindikiza kwa ajili ya kuja kutoa zawadi kwa kijana wetu Solomon Itunda. Ndugu zangu, kabla sijatoa zawadi yangu, naomba dakika moja nitoe ushuhuda kwa nini leo tumekusanyika hapa na hali mnayoiona hapa. Ndugu yetu Itunda amezungumza, mkuu wa mkoa hapa,
ninyi wazazi wetu wa Tanga huko Mlalo, hakika mmetuzalia chema. Jipigeni makofi hapo mlipo. Ni nadra sana kuona mara kwa mara wanasiasa, wabunge, madiwani kuwa sambamba na viongozi wengi wa serikali, na hasa katika migogoro nyingi tunayoona ya wananchi. Lakini sisi Songwe tukiongozwa na mkuu wetu wa mkoa wa Songwe, ndugu yetu Daniel Chongolo, tuna ushirikiano mkubwa sana. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea mkuu wa mkoa yule. Lakini vile vile mimi binafsi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kuniletea Solomon Itunda katika wilaya yetu ya Songwe. Hakika wilaya ya Songwe imetulia na ni mchapakazi kweli. Mimi ni mwanasiasa zaidi ya miaka 20 na ni mbunge wa awamu 3, miaka 15. Sijawahi kuona ushirikiano wa mkuu wa wilaya wa aina hii jinsi anavyolipa ushirikiano kwenye jimbo langu. Jimbo langu kuna migogoro ya wafugaji, jimbo langu kuna migogoro ya ardhi, jimbo langu kuna migogoro ya wavuvi, wala jimbo langu halina migogoro ya wachimbaji wadogo. Na ndio maana mmeona wachimbaji wadogo wote wa Songwe wapo hapa, wakiongozwa na huyu hapa Choa. Huyu ndio mwenyekiti wa wachimbaji wangu wadogo pale Songwe. Punga mkono papa. Huyu ndio papa mdogo, mimi ndio papa mkuu. Wewe Itunda umetufundisha kitu kikubwa sana. Hongera sana. Miaka yako uliokaa Songwe umeleta umoja, umeleta ushirikiano. Haijapata kutokea, mimi nawaambieni. Haijapata kutokea. Lakini siku umekuja kuripoti Songwe uliniambia, "Kaka, nimetoka kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, anaitwa Daniel Chongolo. Uliniambia nikuita ofisini, akakwambia unakwenda Songwe, nenda kashirikiane na viongozi wa chama na viongozi wenzako wa wilaya na jamii mbalimbali." Yale aliyokuambia ofisini na Chongolo kisha kuniambia, ndivyo unavyoishi na sisi. Hongera sana kufuata maagizo kaka yetu Chongolo. Mimi leo nakupa zawadi kubwa na huji kuisahau katika maisha yako. Naomba niseme, huyu bwana kwa jinsi anavyonipa ushirikiano kwenye jimbo langu la Songwe, hapana ile mgogoro wote. Nataka hapa nimpe zawadi kubwa ambaye watoto wake, mke wake, wazazi wake na urithi wake wote katika kizazi chake hawaji kuja kunisahau. Kama mimi ambaye siwezi kuja kukusahau katika utawala wako. Mimi Philip Agustino Mulugo, mbunge wa jimbo la Songwe, mchimbaji wa madini wa kati, nampatia leseni ya kuchimba madini Songwe. Hizi fedha zote utakazopata, naomba ndio utakuwa mtaji pamoja na mama, mje mchimbe mpate dhahabu, yatakuwa ndio urithi wa maisha yenu milele na milele katika vizazi vyako, utapata utajiri. Asante sana. Nafsi nimefika hapa kwa ajili ya kushiriki dhifa au sherehe ya ndoa takatifu ya ndugu yetu na rafiki yetu, kaka yetu Mheshimiwa Solomon Leonis Itunda, ambaye siku ya leo amefunga pingu za maisha na mke wake. Lakini cha pili, mimi ni mwanakamati kuu na niko kwenye kamati ya chakula. Siku ya leo ni kubwa sana kwa sisi tuliweza kufika katika dhifa hii, kwani tunapata heshima ya kipekee ya kusafiri kutoka mikoani na kuweza kufika katika sherehe hii ambayo imetukutanisha watu mbalimbali kutoka wilaya mbalimbali, mikoa mbalimbali, kanda mbalimbali za Tanzania kwa nafasi mbalimbali. Kibinafsi namfahamu bwana harusi kama kiongozi wangu wa serikali, kama mkuu wa wilaya, lakini kama rafiki na kiongozi ambaye ameweza kukusanya watu wengi kwa sehemu moja, na mnaweza mkaona jinsi ambavyo washiriki ni wengi kutoka sehemu mbalimbali. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba huyu mtu ana mahusiano mazuri na watu, ana upendo na anacho kipawa na kibali cha kukubalika. Ninampongeza kwa tendo kubwa hili. Haijawahi tokea, imekuwa ni historia kwa kiongozi yoyote kwa kujali watu wake wa mkoa anaotoka. Ameweza kualika wananchi wote, sekta mbalimbali, ukianzia na sisi viongozi wa chama,
chama hajakisahau, ni kwa sababu chama hajakisahau kwa sababu anajua chama anasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, na ndio maana ameanza na chama kwanza, baadaye akaanza na wananchi wote. Kwa hiyo tunafurahia hili tendo alilolifanya, ni tendo la kiungwana sana. Si wenyewe tunajitafakari, hatuji kumpata mtu kama huyu Solomon Itunda kwa namna ya kipekee aliyofanya, kuwatoa watu mbali kutoka Songwe mpaka kuwaleta Dar es Salaam. Kuna wengine hawajaifika Dar es Salaam, lakini kupitia Itunda wamefika Dar es Salaam, wameona mambo mbalimbali. Kwa kweli tunajifunza kwa DC wetu Itunda. Mungu wa mbinguni ambariki sana, na tunamuombea kama mimi katibu wa wanawake, ninamuombea Bwana Yesu aliye juu, na kipindi hiki ambacho tumetoka kwenye kipindi cha Pasaka, Mungu aendelee kumimina damu yake katika maisha yake na maono alionayo, akamuwezeshe yakawe maradufu zaidi. Baada ya kusema tunamshukuru sana, katika sherehe hii watu wamejaa, wamefurika, tunafahamiana, nasema je, hii kwani Itunda? Lakini kila mtu anasema nimekuja kwenye sherehe ya DC wetu Itunda. Hakika Mungu ambariki sana.